Ili uwe na nafasi kesho ya hicho unachokitarajia katika mtizamo wa kiuchumi au political space au social, lazima leo uitengeneze. Utaingia kwenye vurugu na utajikuta unaweza ukapata uzee, ukazeeka ukiwa ndani ya vurugu. Awi vijana, mna nafasi na fursa kubwa sana, lakini pia mnao nafasi ya kujitafakari sana katika misukumo ya mihemuko ambayo mnakuwa nayo kulingana na aina ya makundi au watu ambao unashiriki nao katika mawazo tofauti tofauti. Kuwa na fikra chanya au hasi katika kujadili jambo si jambo baya katika mtizamo wa kitaaluma, wanazuoni mnafahamu, lakini kuipeleka ile mitizamo katika vitendo vya vurugu, hapo ni jambo ambalo linakuwa linaleta taswira ambayo inakuwa inakinzana wakati mwingine na sheria. Zipo principles zile za waliosoma sijui kama bado hizo vitabu wanavisoma watu kina Marx na kina Lenin wakati ule, zile principles za the law of negation of negation, yani vitu vinakuwepo kwa kusababishana. Yani wewe unanisababisha nifanye kitu fulani kwa kufanya kitu fulani, unakuwa na mtizamo fulani, unakuja kufanya kitu fulani, unanisababisha mimi nije kufanya kitu fulani kwa mujibu wa sheria. Lakini kwa hiyo kimsingi, nikiwa kamanda wa jeshi la polisi hapa jijini Dar es Salaam, sehemu ambayo nasikia wanasema ndio wamechagua ya kuja kufanya hicho kitu ambacho kwa mtizamo na mawazo yanayojitokeza ni cha uvunjifu wa amani kwa kufanya baadhi ya vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria. Na sisi kwa sababu tumeapa, maanake sisi tunaapa law enforcement agencies, kabla ya kufanya haya majukumu tunaapa kwanza kuilinda nchi, pili kuwalinda watu, tatu kulinda mali halali za watu. Yani nyie mna mali zenu, hata simu, hata kibegi, kwamba mtu asichukue. Sasa kwa sababu sisi tumeapa, tunawaeleza tutatimiza majukumu yetu ya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama. Siku hiyo watu wajitokeze kwenda kupiga kura, wafuate taratibu za kisheria. Sisi tutakuwepo barabarani, si kutisha watu, kwa ajili ya kuwalinda watu ambao wanakwenda kutimiza majukumu ya kikatiba ya kupiga kura. Najua kuna watu watakata hicho kipande kwamba Kamanda Muliro aruhusu maandamano. Big no. Siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Narudia, siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Siku hiyo ni ya watu kwenda bila hofu kwenye vituo vya kupiga kura na kufuata taratibu za Tume Huru ya Uchaguzi kuona kwamba nchi yetu inaendelea.